Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri: wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmomonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tulizoziainisha ni pamoja na wafugaji na wavuvi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa malisho ya mifugo na chakula cha samaki. Lakini vile vile milipuko ya magonjwa ya mifugo kama vile homa ya bonde la ufa, ugonjwa wa miguu na midomo na kuzaliana kwa wadudu wadhurifu kunaweza kujitokeza. Matukio ya kuongezeka kwa magonjwa ya mwani baharini na kupungua kwa uzalishaji wa mwani kutokana na kupungua kwa kiwango cha chumvi katika maji ya bahari pia vinatarajiwa. Sasa ushauri kwa wafugaji, tunawashauri kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi kwa maafisa ugani pia ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza katika msimu huu wa mvua za vuli. Kwa sekta ya utalii na wanyamapori, athari tulizoainisha ni pamoja na upatikanaji wa malisho na maji kwa wanyamapori katika mbuga na hifadhi za wanyamapori unatarajiwa kuwa mzuri. Upo uwezekano wa kusambaa kwa magonjwa ya wanyamapori kwa wanyama wanaofugwa kutokana na wanyamapori kuingia katika maeneo ya jamii yanayozunguka mbuga na hifadhi za wanyamapori. Lakini pia tatu, upo uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, mamlaka husika kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Lakini pia kwa jamii kwa ujumla tunashauri kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanyamapori wataingia katika makazi au maeneo mbalimbali ya watu ili kuchukua hatua stahiki. Lakini kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara. Kwa upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, poromoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Lakini kwa upande wa bandari, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na kwamba mvua kubwa ambazo zinatarajiwa zinaweza kuchelewesha upakiaji na upakuaji wa mizigo hasa shehena zinazohitaji kulindwa dhidi ya unyevunyevu. Kwa upande wa usafiri wa anga, matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yumkini katika kipindi cha El Nino yanatarajiwa inaweza kupunguza muonekano kwa marubani, lakini vile vile kuchelewesha au kuahirisha safari za ndege na kusababisha ndege kuelekezwa kwenye viwanja mbadala.